Sitotengua kauli yangu. No. Hiyo utengui kauli yangu. Viongozi bodi ya ligi TFF wanatakiwa kujiuzulu. Bodi ya ligi TFF wanatakiwa kujiuzulu. Hiyo sitoitengua. Na naruhusiwa hata kuwajaji kwa tukio moja ambalo limetokea juzi. Okay. Sababu ni tukio ambalo limechukua mjadala kwa wiki ya pili, sasa tunaelekea wiki ya tatu. Na inawezekana walifanya mistake, lakini kitendo cha kiongozi kutoka kusalenda na kusema kwamba Simba ni wakubwa au Yanga ni wakubwa kuliko kanuni na sheria, hicho moja kwa moja kiliniondolea imani. Hatuwezi kuwa na viongozi ambao wanatoka wazi wanakiri kwamba Simba na Yanga wako juu ya kanuni, baada yake inabidi tumike busara. Total failure. Yani binafsi mimi sina imani na hao viongozi kwa sasa. Bana, ni wiki ya pili sasa, inaelekea wiki ya tatu kama jinsi ambavyo umemsikia mchambuzi wa masuala ya michezo hapa nchini Tanzania. Tunamzungumzia Hans Raphael alivyokuwa akizungumza juu ya kutokuwa na imani na viongozi wa bodi ya ligi. Bana, mambo yanazidi kuwa mengi sana, na kweli mwamba huyu inasemekana kwamba amesalenda kweli. Mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto ni kweli amesalenda na kuitaka serikali iingilie kati juu ya swala hili. Kwa maarifa yake mwenyewe na bodi yake wameshindwa nini cha kuamua kuhusiana na kinacho endelea kwa sasa kuhusiana na kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Bana, kwa taarifa ambazo tuko nazo za uhakika kabisa na za kuaminika, unaambiwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi amepanga kukutana na uongozi wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF na bodi ya ligi na bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Young Africans ili kumaliza mgogoro unaoendelea kuhusiana na kusogezwa mbele kwa mchezo wao wa ligi kuu bara dhidi ya Simba. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatatu Machi 24, 2025, kikao hicho kitakachofanyika jijini Dar es Salaam Alhamisi na maofisa kutoka Yanga, Simba, TFF na bodi ya ligi kuu wamejulishwa kuwa watahudhuria. Ni kweli tutakutana na waziri Kabudi kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo kusogezwa mbele kwa mchezo wetu dhidi ya Simba. Tumepokea barua, tutahudhuria, alisema afisa mmoja wa Young Africans aliyeomba kutotajwa jina lake. Pia katibu mkuu wa wizara hiyo ya habari, utamaduni, sanaa na michezo Gerson Msigwa amethibitisha kikao hicho kitakachofanyika jijini Dar es Salaam kikiongozwa na waziri Kabudi. Msigwa pia ameeleza maafisa wa Simba watashiriki katika kikao hicho. Pia mchezo huo ambao ulikuwa umepangwa kufanyika Machi 8 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa uliahirishwa baada ya Simba kudai makomando wa Yanga kuwafanyia vurugu na kuwakatalia wasingie uwanjani kwa ajili ya kufanya mazoezi kabla ya mchezo husika. Bana, hizi taarifa zinaendelea kupaa sana kwa mitandao ya kijamii, na hii hapa imetolewa na moja kati ya mchambuzi wa masuala ya michezo na pia ni mtangazaji wa Clouds Media. Tunamzungumzia Shafi Dauda ambaye ameweza kuandika taarifa hii kwa ukurasa wake wa Instagram, ambayo nimekuletea update yake, na ukweli wa taarifa hii bado unaendelea kujidhihirisha. Ni kweli wazi kwamba hata mimi naweza nikaunga mkono hoja ya Hans Raphael kutokuwa na imani na bodi ya ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu kama bodi na wajumbe wake zaidi ya 10 wanashindwa kutatua tatizo hili ambalo limejitokeza. Na je, ikitokea limetokea kubwa zaidi ya hili, nini kitafanyika? Ni bora uongozi wa bodi ya ligi kuanzia mwenyekiti wake, pia mtendaji wa bodi hiyo Almas Kasongo na wajumbe wao wote, ni bora mara 10 wakajivua, wakajiweka pembeni, wakaja watu ambao wangeweza kutatua matatizo ambayo yanajitokeza katika ligi kuu Tanzania bara. Ikumbuke kwamba hao ndo wanaosimamia ligi kuu na hao ndio wanaotoa maamuzi ya mwisho
kwenye ligi kuu, lakini kwa statement hizi wanazokuja nazo kwamba wameshindwa kuamua na kuomba msaada katika serikali, unaona kabisa kwamba viongozi hawa hawatoshi, ni bora wakajiengua na bodi hiyo ikavunjwa. Bana, mambo yamekuwa mengi sana katika mitandao ya kijamii, hasa katika mijadala hizi ambazo zinaendelea kuhusiana na kuahirishwa kwa mechi hiyo ya Simba na Yanga ambayo ilitakiwa kufanyika Machi 8 na mpaka leo Machi 24 hakuna chochote ambacho kinaendelea. Ni wiki sasa inaelekea wiki ya 3, hakuna chochote kilichoamliwa. Wanasema kiongozi bora ni yule ambaye anapimwa katika kutatua matatizo. Ili uitwe kiongozi bora, hakikisha kwamba unasimama thabiti katika matatizo, lakini kiongozi ambaye unakimbia matatizo, huyo sio bora na hatoshi kabisa. Ni bora bodi ya ligi kavunjwa na wakateuliwa watu wengine ambao watakuja kuhakikisha kwamba watakuja kusimamia sheria, kanuni na taratibu za michezo. Leo hii kiongozi mkubwa wa bodi ya ligi unasema Young Africans na Simba ni kubwa kuliko kanuni na sheria za ligi kuu Tanzania bara. Unaona kabisa kwamba hapa hamna uongozi, ila ni watu ambao walikuwa wamewekwa kwa maslahi fulani hivi, kwa jinsi ambavyo inaelezwa. Lakini pia si hivyo tu, inaelezwa kuwa kama kikao hiki kitakalika na kitafanyika, huenda Young Africans wakabadili msimamo wao wa kutocheza mechi hii kwa tarehe nyingine yoyote ndani ya msimu huu. Basi Young Africans anaweza akalegeza na huenda mechi hiyo ikachezwa. Atakubaliana na kwamba mechi hiyo itachezwa na endapo itapangiwa tarehe, kwa sababu pia ligi haiwezi kukamilika kwa timu zingine hazijacheza zikiwa na mechi pungufu. Kwa namna yoyote ile lazima bodi ya ligi itajihuzuru, itavunjwa, lakini Young Africans watacheza mechi. Na kwa taarifa tulizonazo kutoka kwa Haji Sande Manara, naye pia amekuwa akiwa na yake yamekuwa yakiendelea kutokea siku hadi siku, na hapa unaambiwa ameweza kuposti picha ya Wallace Karia, president wa TFF, lakini pia katika caption yake hapa aliweza kuandika, pengine ulitegemea baada ya kutumikia kifungo cha kikatili dhidi yangu kilichojaa uonevu na usiostahimilika, labda tukikutana nitaleta nongwa ya kizalamu. Hapana, la hasha, sipo hivyo, na nilisha samehe. Hiondoi kweli na cheko hili, tukikutana inabidi akubali kuwajibishwa yeye na wenzake. Tutacheka, lakini tutaendelea kushinikiza aombe radhi na apumzike uongozi wake kwa sasa. Hayo yalikuwa ni machache kati ya aliyoandika katika post yake Haji Sande Manara. Bana, hapa kumekuwa na post tofauti kutoka kwa Haji Manara ambazo zimewataki Wallace Karia kutokana na yale yanayoendelea kwa sasa. Lakini pia kuna post moja aliweza kuiposti Haji Sande Manara, aliweza kusema endapo kama uongozi wa bodi ya ligi ukijihuzuru, pengine Young Africans tunaweza tukakubali kucheza, kwa sababu sisi hatuna imani na bodi ya ligi, na kunusuru amani katika hili ni kuvunjwa kwa bodi ya ligi ambayo kwa sasa inasimamiwa na Steven Mgoto na Almas Kasongo kama mtendaji mkuu wa bodi hiyo. Lakini mpaka sasa wameshindwa kuamua chochote. Kuna kosa kata hili ambalo linaendelea kuzua sura mpya siku hadi siku. Young Africans bwana wamekuwa hawabaki nyuma na jambo lao, wameweza kuchapisha mabango, Simba amekimbia dabi. Young Africans dhidi ya Simba Sports Club tarehe 8 Machi 2025. Mabango tayari yameshachapishwa na yako mabarabarani. Simba wamekimbia dabi. Mambo yanazidi kuwa mengi sana, na mimi mwanafabiria wa HT Media nikasema nikuletee ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Biudambu kama hivi vyote tutaenda kuvipata hapa HT Media. Cha kufanya wewe mkakisha kwamba pia unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe, lakini
pia utaifuata alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo, utaibonyeza. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uendelee kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu tunazokuwa tunakuletea kila siku, kila wakati, muda tu tunapokuwa tunakuletea update za michezo kama hizi hapa ambazo zinakujia kila siku. Langu jina ni Dio. Pia tufuate katika Instagram yetu kwa jina la HNT_media_tz. Hapo utaweza kupata taarifa na tetesi za michezo na tetesi za sajili zote zinazokujia kila siku. Bana, update nyingine tutakutana. Bye bye.